Kuna mpango wa siri unaoendelea gizani. Mpango wa Shetani wa kumleta mteule wake mwenye nguvu za ajabu. Wachawi wakubwa wanamsubiri. Na kanisa limezidi kulala. Lakini mimi nilikuwa mmoja wao. Niliona, nilishiriki, mpaka Yesu alinivuta nje. Sasa niko hapa kukuambia ukweli kabisa. Hii si hadithi ya kutisha. Ni ufunuo wa kile kinachokuja. Karibu kwenye ushuhuda wangu wa kweli. Jina langu naitwa Yudas Boti, ni mzaliwa wa mkoa wa Kigoma, kijiji cha Lungwe Mpya katika wilaya ya Kasulu. Kabla ya kumjua Yesu, nilikuwa nimezama kwenye nguvu za giza. Kwa kifupi, nilikuwa mchawi. Lakini leo kwa neema ya Mungu nimekombolewa na ninamtumikia Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa hiyo ninafanya kazi ya kumtumikia Kristo kama mhubiri na mtoaji wa ushuhuda. Katika dakika chache zijazo nitakueleza safari yangu ya kutoka kwenye giza zito mpaka kwenye nuru ya Kristo. Huu sio ushuhuda wa kutisha tu, bali ni wito wa toba na wokovu kwa kila msikilizaji au mtazamaji. Nikupe hadithi fupi ya maisha yangu. Nilianza uchawi nikiwa mdogo sana. Nilijifunza kwa mababu zangu, kisha nikazama mwenyewe kwa kina. Nikawa na uwezo wa kusafiri kiroho, kuingia kwenye ulimwengu wa giza na kushiriki matukio na mikutano ya kichawi. Tulipewa maagizo kutoka kwa nguvu za giza, tukawapige wachungaji, waimbaji pamoja na wahubiri. Katika uchawi wangu nilitengeneza matukio makubwa ya kipepo. Niliwachukua watu na kuwafanya kuwa misukule. Wengine niliwauza kabisa katika nchi jirani kama Kongo, Burundi, Rwanda na hapa Tanzania. Nilitengeneza magonjwa ya kuparalyze, magonjwa ya kupooza, presha kali, watu kufa ghafla bafuni kwa kudondoka, na hata kusababisha radi kwa ajili ya kuua mifugo pamoja na watu pia. Kila kitu kilifanyika kwa usiku na kwa uongozi wa mapepo, kusababisha migogoro ya kifamilia, kuachanisha ndoa za watu, tuma ulete kuvuruga mitaji ya watu. Mambo haya yanafanyika usiku wa manane kwenye giza kubwa. Muda ambao watu wamepumzika kwa kazi nzito za kila siku, ndio muda ambao sisi sasa kumekucha.
Watu wengi waliteseka sana pasipo kujua chanzo ni nini. Nitawasimulia katika makala zijazo. Mwezi wa 12 mwaka 2019 ndio wakati ambao kuna mkutano mkubwa wa wachawi Tanzania nzima kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali. Kubwa zaidi katika mkutano huo ilikuwa ni kumtafuta au kumteua mteule wa nguvu za giza. Wakati ule wa mkutano wa wachawi nilijiamini sana. Niliona kuwa mimi ndiye ninayestahili kuchaguliwa kuwa mteule wa giza. Lakini kulikuwa na kigezo. Ili mtu aweze kuchaguliwa, ilibidi awe ameshaua wachungaji wasiopungua 5 kwa njia za kichawi. Mimi binafsi nilikuwa tayari nimeshawaua wachungaji 4. Hivyo nikawa bado mmoja tu nitimize vigezo. Ikabidi nikapanga safari kutoka Kigoma kuelekea Dar es Salaam, nikiwa nimetargeti kwa mchungaji mmoja anayeitwa Bahati Mkondya. Mchungaji huyu ana nguvu za kiroho, lakini mimi nilijua nitamuweza tu. Ilipofika usiku wa manane, nikiwa nimejihami vizuri kwa ajili ya kwenda kumshambulia ili nihakikishe kwamba naondoka na ushindi, mara ghafla nilisikia sauti yake akikemea. Mara ghafla mwili wangu kaishiwa nguvu. Nilihisi nateketea kwenye moto mkubwa. Karibu nikate roho kabisa. Lakini mchungaji aliniona kwa macho ya huruma na kuniambia kwa upole, ukimpokea Yesu na kuacha uchawi, Yesu atakuponya. Nakwambia hapo ilikuwa ni chaguo langu, kufa au kuishi. Nikimpokea Yesu nitaishi. Bila hivyo maisha yangu yanapotea. Ilibidi kwa moyo mmoja nikamkiri Yesu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nakwambia tangu siku hiyo maisha yangu yalibadilika kabisa. Na mpaka sasa nafanya huduma na mchungaji huyo. Baada ya wokovu nilianza kujifunza Biblia. Kushiriki katika makanisa na hatimaye kupewa nafasi ya kutoa ushuhuda wangu. Leo hii mimi ni mhubiri wa Injili ya kweli. Nimezunguka sehemu mbalimbali Tanzania na hata nchi jirani, nikieleza jinsi Yesu alivyonitoa kwenye nguvu za giza na kuniokoa.
Najua kuwa kuna watu wengi bado wako kwenye vifungo. Ushuhuda wangu huu ni mwanga kwako, kuwa Yesu anaweza. Anaweza kukuvua popote ulipo. Uwe ni mchawi, kahaba, mlevi au muuaji. Yesu ana nguvu kuliko giza lolote. Leo nakuita. Kama hujaokoka, njoo kwa Yesu. Wokovu ni wa sasa. Usisubiri kesho. Mteule wa giza yuko karibu kuibuka, na watu wengi watapotea kwa sababu ya ujinga na upofu wa kiroho. Na kwa wewe uliokoka, huu ni wakati wa kusimama. Omba, funga, tubu, tii, mshike Yesu kwa nguvu zako zote. Nataka nikiri wazi, tangu nilipoamua kumfuata Yesu na kufichua siri za wachawi, nimekuwa kwenye vita vikubwa vya kiroho. Wachawi hawapendi siri zao zijulikane. Wananipiga vita kila mara, ndoto mbaya, mashambulizi ya kiroho, hata vitisho halisi. Lakini Yesu amenilinda na anazidi kunilinda. Na anazidi kunilinda. Kwa sababu hiyo, ninakuomba wewe unayenitazama au unayenisikiliza, niombee. Maombi yako ni silaha yangu. Kwa pamoja tunaweza kumshinda kwa jina la Yesu. Yule mteule wa giza ajaye, hakuna mwenye uwezo wa kumzuia. Sio kwa pesa zako, umaarufu wako au cheo chako. Ni Yesu tu anayeweza. Ukisimama na Yesu utashinda. Ukimkataa Yesu utadanganywa. Kama ilivyoandikwa katika 2 Wathesalonike 2 mstari wa 9 hadi wa 10. Yule asiye na sheria atakuja kwa uwezo wa Shetani. Atatenda miujiza ya ajabu, ishara na maajabu ya uongo. Atawadanganya watu wote watakaopotea kwa sababu hawakukubali kupenda kweli wapate kuokolewa. Mteule wa giza anaweza kuinuka, lakini nuru ya Yesu bado inang'aa. Wale walioko kwa Kristo hawataogopa. Nimewaambia kwa sababu nimeyaona. Sasa ni zamu yako kuchagua upande. Yesu ni njia ya kweli na uzima. Usingoje giza likufunike. Mwachie Kristo leo.